kunisikiliza, udhamirie kusamehe, kwa sababu msamaha unapoutoa ni kwa faida yako, sio hata kwa faida ya anayesamehewa. Hilo ulijue. Na kama unahitaji kufaidika na unahitaji kuendelea kuwa mtoto wa Mungu, kuendelea kuwa Mkristo, basi dhamiria kusamehe. Kusamehe ni kitu gani? Kusamehe ni uamuzi wa kuacha chuki na mawazo yale ya kulipiza kisasi na hasira. Unaachana navyo, ule uchungu wote unakuwa umetoka. Hiyo ndiyo maana ya kusamehe. Unapomtamkia mtu kumsamehe, ni lazima hilo tamko liendane na kile kinachoendelea moyoni na katika akili na hisia zako. Ile shwari ya moyo ndio inapaswa kutokea unapokuwa umesamehe. Biblia kitabu cha Waefeso sura ya 4 fungu la 32 inatuambia, iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkisameheana kama vile Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Kusamehewa na Mungu ni zawadi kubwa sana ambayo kila mwanadamu, kila mwenye dhambi anaitamani. Lakini kabla hujapokea zawadi hiyo, Mungu anatuagiza kusameheana. Na ninapozungumza juu ya somo hili la msamaha, linaenda zaidi ya msamaha ndani ya ndoa, msamaha ndani ya familia, linaenda mpaka mbali kufikia msamaha hata kwa marafiki, kwa majirani, kwa wafanyakazi wenzetu katika jamii. Ikiwa kweli tunahitaji kuwa na furaha na pia tukihitaji kuwa warithi wa uzima wa milele. Sasa wazo la kusamehe halitokani na mwanadamu, linatokana na Mungu mwenyewe. Ndio maana tunapaswa kuliheshimu. Wazo la kusamehe linatokana na Mungu wa mbinguni. Unakumbuka Adam na Hawa katika bustani ya Eden walipokosa, waliona suluhisho ni kujificha. Lakini nafikiri hawakumtambua Mungu wa mbinguni kwamba ni Mungu anaona kila mahali, hawezi kujificha uso wake. Lakini lile kosa lao lililowaletea aibu likawafanya wajifiche. Mungu mwenye huruma alichukia dhambi iliyokuwa imewakumba, lakini upendo wake kwa watoto wake ulikuwa pale pale, haukupungua hata kidogo. Na hivyo kama ilivyokuwa kawaida yake kuwatembelea kila jua linapokuchwa, wakati wa jua kupunga, siku hiyo Mungu hakuahirisha. Pamoja na kwamba Adam na Hawa walikuwa wamefanya kosa kubwa ambalo libadilisha maisha katika sayari hii, na ambayo sisi ni washuhuda wa kile Adam na Hawa walichokifanya, lakini bado Mungu akawatembelea ile jioni bustanini. Unasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3, angalia vizuri. Mungu akawatembelea na akaita, akasema, Adam, uko wapi? Sio kwa sababu Mungu hakujua Adamu yuko wapi. Alijua, lakini ni Mungu wa mahusiano, Mungu anayerejesha, Mungu anayesamehe, Mungu mwenye huruma. Alimtafuta mtoto wake hata alipokuwa katika makosa makubwa sana. Anajaribu kuanzisha mahusiano ili mradi tu Adamu aitike. Ni kitendo cha Mungu kumwambia kwamba niko hapa, mimi ni Mungu wako, ni baba yako wa nafasi ya pili, njoo mwanangu. Kwa hiyo wazo la msamaha lilianzishwa na Mungu mwenyewe, na kwa hiyo ndio maana ni jambo la kuheshimu sana. Sasa kusamehe, hata kama ninaongea hivi, si jambo rahisi. Kusamehe sio jambo rahisi, kwa sababu yule anayetoa msamaha kwanza anahisi kwamba anamfaidisha yule, anahisi kwamba amejishusha sana, au anahisi kwamba yule mtu anayesamehewa hastahili. Ndivyo anavyohisi. Na wakati mwingine inakuwa vigumu, mara nyingi inakuwa vigumu kusamehe, hasa yule aliyekukosea hajaomba msamaha. Unasema hajaniomba msamaha, na msamehe kwa lipi?
unakuwa mzito kusamehe, au unaona kabisa huyu mtu hata ukimsamehe leo kesho atarudia, basi unaona huyu hata ukimsamehe, nilishamsamehe, alifanya hivi na hivi na hivi nikamsamehe, lakini harekebiki. Na wakati mwingine maisha yanaweza kukuumiza sana. Mtu anaweza akakuumiza hata kwa maneno yake, akakutendea, akakuwekea kidonda katika moyo. Wakati mwingine mtu ana maneno yake yanaweza akachoma kama mkuki katika kidonda. Watu wanaweza wakakuumiza na ukajisikia kwamba kwa kweli bora uendelee kushikilia kuliko kumsamehe mtu wa namna hii. Msamaha usipoutoa ukashikilia chuki kwa muda mrefu, inaweza wakati mwingine kuwa vigumu kusamehe. Lakini ni vizuri kujua kwamba Mungu anatamani tusameheane. Anataka watoto wake waishi kwa kusamehe na waishi kwa kusamehewa. Wasamehe wengine na pia wasamehewe. Biblia kitabu cha Mathayo sura ya 6 fungu la 14 na la 15. Kwa kila mcha Mungu, hili fungu linakusukuma kusamehe hata kama una uzito gani moyoni. Neno la Mungu linasema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipo wasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu aliye mbinguni atawasamehe makosa yenu. Hata wasamehe. Ndivyo Biblia inavyosema. Mungu hayuko tayari kusamehe makosa ya watu ambao hawako tayari kusamehe. Na ujiandae, baada ya somo hili nitakupa nafasi ya kusamehe mtu aliyekukosea. Wangapi wamewahi kukosewa? Wangapi wamewahi kukosewa? Naona hata mimi nimewahi kukosewa. Kwa hiyo ninajua somo hili linatuhusu. Mungu anasema hivi, kabla hujaenda kuungama, kabla hujaenda kuomba msamaha, uwe tayari kusamehe. Unajua kusamehe ndio udhihirisho kwamba wewe umebadilishwa na Mungu. Na unapobadilishwa unakuwa mtu mpya, unakuwa mtu mwingine. Unajua wale ambao mnaona picha kwenye kiambaza hicho, huyu unayemwona ni kipepeo mzuri sana. Lakini laiti ungejua sura ya kipepeo kabla hajawa kipepeo halisi unayemwona, sio nzuri. Ni lile finyu tu linalotembea hivi. Ndivyo linalotembea. Lakini kipepeo anapotokeza na rangi zake nzuri, huwezi kumfananisha na kula alikotoka. Ndivyo mtoto wa Mungu aliyebadilishwa anavyofanana. Anang'aa, ana uhuru, ana sura nzuri, ana furaha katika moyo. Ndivyo anavyoonekana mtu aliyebadilishwa na Mungu. Kwa hiyo dalili ya kwanza kwamba wewe umebadilishwa na Mungu ni uwezo wako wa kusamehe na kuacha makosa. Sasa kusamehe kuna kuwaje? Jambo la kuzingatia ni hili: msamaha ni mchakato. Sio jambo ambalo unaweza kupata hapo hapo. Haina maana kwamba eti umeumizwa hapo hapo ukisema samehe, unasamehe na uchungu unaisha. Usijilaumu wakati ambapo uchungu hauishi haraka hapo hapo. Kwa sababu zile hisia za msamaha zinaweza zisije hapo hapo kulingana na kina cha maumivu. Lakini wakati mwingine, wakati ni mganga, muda unapoendelea, Mungu anakupatia uhuru, anakupunguzia ule mzigo, unajisikia upungufu wa ule uzito. Unajua kwa nini nasema msamaha ni mchakato? Kuna tofauti ya mtu akitembea akajikwaa kwenye mguu wako akasema samahani sana. Unatoa samahani haraka, unamwambia haina shida. Hata kama amekuumiza, hata amekukanyaga na kiatu, unasema haina shida. Lakini ni tofauti na mtu ambaye ameua ndugu yako. Hilo kosa linaenda kwa kina kabisa ndani ya moyo. Kwa hivyo msamaha ni mchakato. Tunapoendelea kumwendea Mungu, tunapoendelea kumsihi atupatie ule uwezo, yeye anatupatia uponyaji na roho ya msamaha. Kwa hiyo
kile kitendo cha mchakato kuanza ni wewe unayekianzisha, ni wewe unayekikubaliana nacho kwamba Mungu niko tayari kusamehe. Ule utayari wako Mungu anakuwezesha. Alafu kwa hiyo unaposikia uchungu bado unakaa, wakati unapoendelea kulifanyia kazi, maumivu yanapoendelea kudumu, hayaondoki kwa haraka, usijisikie hatia yasipoondoka mara moja, kwa sababu tunapokuwa na bidii ya kutamani kubadilika, Mungu anatusaidia, anatupatia uhuru, na tunakuwa kama Yusufu. Unajua Yusufu alipokuwa na wasamehe ndugu zake, mliona ilikuwa rahisi? Yusufu alikuwa mpaka naenda chumbani, mara alie, mara afanye hivi. Ni kwa sababu uchungu ulikuwa mzito, akiwaona hawa ndugu zake na sura zao. Anakumbuka siku ile alipouzwa utumwani bila huruma, wamemaliza kula chakula alichowapelekea. Kwa hiyo kusamehe ni mchakato. Unaweza uumie, ulie, hata ukilia ni sawa, hata ukipiga kelele ni sawa, lakini mchakato wa kusamehe uanze. Tunapojikabidhi kwa Roho Mtakatifu, yeye anatuwezesha kuwapenda hata adui zetu wa kutupwa. Unajua hawa wote ambao tunawaona ni maadui ndio utakaoishi nao mbinguni. Tunapaswa kuwasamehe. Na watu wasiosamehe usifikiri wana furaha. Unajua kutosamehe ni mzigo kwako. Unapoacha kusamehe, wewe ndiwe mtumwa, unatawaliwa na yule ambaye hukumsamehe. Kwa maana gani? Kwa mfano, kama ulikuwa unaangua kicheko, unacheka na marafiki zako, mnafurahia, halafu yule aliyekuudhi sana anapita, kile kiwango chako cha kicheko kinabadilika. Si amekutawala? Amekutawala, ametawala furaha yako, ametawala burudani yako. Kwa wewe sio uhuru. Na wakati mwingine wale waliokutukosea hata hawajui kama wametukosea, wao wanaendelea na furaha. Kuna wakati mtu anakosea na hajui amekukwaza. Mimi nilishaona mtu ambaye hanisalimii karibu mwaka mzima, namsalimia anakataa kuitika, najiuliza hivi ilikuwaje, ni nini? Sasa yule mtu si ndiye anateseka? Maana anahangaika na hujui. Jambo lingine la kutambua ni hili kwamba msamaha sio kama biashara. Biashara ni kwamba unalipa ndipo unapewa kitu. Na kama hujalipa pesa huwezi kupata kitu. Mtu asiseme kwamba huyu hajaniomba msamaha. Hatupasi kumngojea aliyetukosea aombe msamaha ili tumsamehe. Unajua Stefano alipokuwa watesi wake wanampiga mawe, alijua kwamba hii ni saa yangu ya mwisho, nitakufa. Stefano alipokuwa anapigwa mawe, ndipo alipowaombea watesi wake, akasema, Baba wasamehe, maana hawajui wanalolitenda. Unajua unaposamehe ndipo unapoonyesha kwamba wewe unatofautiana na yule aliyekukosea. Kwa hiyo Stefano alisamehe kabla ya kuomba msamaha. Na hata Yesu akiwa msalabani aliwaambia watesi wake, Baba wasamehe, maana hawajui wanalotenda. Lakini pia ninapozungumza juu ya msamaha, simaanishi kwamba kusamehe ni kufumbia macho makosa. Bado una nafasi ya kumwambia mkosaji kwamba hili halikuwa sahihi, hili halikuwa jambo jema ulilofanya, hili lilikuwa kosa, lakini nimekusamehe. Anayesamehe hutambua kuwa kosa limefanyika, na msamaha unahusisha kumsamehe mkosaji bila kukubaliana na kosa lake. Yesu alipoletewa yule mwanamke aliyekamatwa akiwa anazini, alipoletwa kwa Yesu, Yesu alimsamehe. Alimwambia hivi, wala mimi sikuhukumu. Katika kitabu cha Yohana sura ya 8 fungu la 11, alimwambia hivi, wala mimi sikuhukumu, nenda wala usifanyeje, usitende dhambi tena. Hakumwambia ukukosa. Kwa hiyo unaposamehe haina maana kwamba unaacha kuangalia makosa. Sasa katika kusamehe ni lazima ujishughulishe. Ni shughuli kabisa.
lazima usiseme tu basi itatokea kusamehe. Kuna mambo ya kufanya. Jambo la kwanza ni hili: usiruhusu maumivu ya kufanya uwe na uchungu na kupoteza imani kwa Mungu pamoja na wanadamu wote. Wapo watu wanaoacha kanisa kwa sababu fulani amewakosea, lakini Mungu hajawakosea. Wapo watu ambao wanachukia wanadamu wote. Alikosewa na mwanamke mmoja, anachukia wanawake wote. Alikosewa na mwanamume mmoja, anachukia wanaume wote. Usichukie wanadamu wote kwa sababu ya mtu mmoja aliyekukosea. Na ndivyo inavyotokea, kuna mwingine ananunia ukoo mzima kwa sababu alikosewa na mtu mmoja. Kusamehe lazima ushughulike. Lingine, Paulo anashauri, anasema hivi: uchungu wote na ghadhabu na hasira viondolewe kwenu, enyi wacha Mungu. Uchungu na hasira na ghadhabu viondolewe. Bwana Yesu asifiwe. Visipatikane ndani yetu. Na jambo lingine ni kwamba mfanye mtesi wako awe mradi wako wa maombi. Muombe adui yako, muombe anayekuudhi. Yesu anasema, wabarikini wanao walaani, waombeeni wanao waudhi. Ni kitabu cha Luka sura ya 6 fungu la 28. Unajua, unapomwombea adui, kinachotokea sio kwamba tu adui yako anabadilika, lakini Mungu anafanya maajabu pia kwa yule anayeomba. Mungu anatenda jambo ndani ya moyo wako wewe unayeomba, hata kabla hajatenda jambo ndani ya yule mkosaji. Lakini pia muombe Mungu mahususi kwa ajili ya neema yake ya kudumu ya kukuona kwenye maumivu. Kwa hiyo huo unashughulika, unaombea ile hali, mlilie Mungu akusaidie. Halafu usikalie sana maumivu, bali ruhusu Mungu afanye kazi yake ndani yako kupitia hayo maumivu. Wakati mwingine watu wanapotuchukia, wanatukuzia karama ya upendo. Tunajifunza kupenda. Maana kama kila mmoja angekuwa na kupenda, usingejua namna ya kumpenda adui. Kwa hiyo wakati mwingine umuulize Mungu, unataka kunifundisha nini katika mapito haya? Mungu anakufundisha. Tukiangalia kwa makini tutaona kwamba Mungu kuna kitu anajaribu kufanya kwa ajili yetu na ndani yetu. Nataka niwaambie kwamba kuna faida katika kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna faida katika kusamehe. Kuna kazi nataka niwapatie hata wale mnaonisikiliza kule kwenye vituo vyenu. Kuna kazi nataka kuifanya. Tunataka kumaliza mikutano hii tukiwa huru na huru kabisa. Wewe utapewa karatasi. Kila mmoja atapewa karatasi. Na katika karatasi yako hiyo utafanya hili ninalokuambia. Na naomba mahali popote ulipo katika vituo, jaribu kupata uwezekano upate karatasi fulani. Kuna mtu nilimuomba wasaidie kugawia karatasi na natumaini atafanya hivyo. Katika karatasi hiyo kuna pande mbili za karatasi. Upande wa kwanza, andika majina ya wale wote waliokukosea. Waandike vizuri. Hata kama huyo mtu alikwisha kufa, muandike. Maana tunataka uwe huru. Halafu upande mwingine, andika majina ya wale ambao wewe umekwisha wakosea. Wangapi wananipata? Asante sana. Andika upande mmoja majina ya wale watu ambao wamekukosea. Na upande mwingine andika majina ya wale watu ambao wewe umewakosea. Tunataka kwenda mbinguni wapendwa. Tunapokuja mbele za Mungu tunahitaji ushindi. Na ushindi ni mchakato. Tunataka kuanza hii safari. Hata kama ni mwenzi wako, ni mume wako, ni mke wako, andika. Halafu hatua itakayofuata, wakati Pastor Mbaga atakapokuwa anawaomba kuleta maombi. Kwa maombi, pamoja na yale ambayo Pastor Mbaga atakuelekeza katika kuomba, hili liwe ombi lako la dhati. Mungu nijalie niwasamehe hawa watu wote kabisa. Uniwezeshe, maana mimi siwezi. Halafu na mimi nitawaomba msamaha hawa watu
ambao walinikosea. Ufanye hivyo, utakuwa unajiandaa kwa safari ya kwenda mbinguni. Na hata kama ni mtoto wako ulimkosea wewe, ukamwombe msamaha. Nenda ukamwombe msamaha. Ni mkijana ulimkosea mzazi wako, kamwombe msamaha. Ni mume ulimkosea mke wako, umuombe msamaha. Ni mke ulimkosea mume wako, muombe msamaha. Na usisubiri kuombwa msamaha ili usamehe. Kama alikukosea mtu, nenda kamtangazie uhuru. Nenda kamtangazie msamaha. Kuna faida katika kusamehe. Na kesho tutaendelea kujifunza juu ya faida za kusamehe. Nitakwambia, na ninakuomba tu usikatae kujaza hiyo karatasi, kwa sababu utazipata hizo faida ninazo kwenda kukuambia siku ya kesho. Umwambie na jirani yako, umwambie na rafiki yako, umwambie na hata adui yako. Umwambie kesho kuna somo kuhusiana na kusamehe. Usikose kesho tutakapokuwa tukijifunza juu ya faida za kusamehe. Mhakikishe wenyewe mnaogawa makaratasi watu wote wamepata hizo karatasi. Kumbuka, upande wa kwanza ni wale waliokukosea, upande wa pili ni wale uliowakosea. Jiandae kuwasamehe. Na hizo karatasi nitaongea na Pastor Mbaga, atawakumbusha. Mtazileta hapo mkiwa mnawatangazia wengine msamaha. Na mimi niko pamoja, tutaomba, kwa sababu kusamehe sio jambo rahisi. Lakini Mungu anatuwezesha, tutapata uhuru usio wa kawaida. Hebu na tuombe. Baba mtakatifu uishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru sana Mungu wa milele, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye rehema tele. Wewe Mungu ni Mungu unayesamehe. Ni Mungu ambaye pia umetuagiza kuwasamehe wengine. Ninakuomba Bwana utusaidie, maana hili hatuliwezi, ila unapokaa ndani yetu na kutuwezesha, tunaamini kabisa tutaweza na tutakuwa na amani na watu wote waliotuzunguka, tukijiandaa kwa ajili ya ufalme wako. Tumeomba katika jina lake Yesu, amen. Na pamoja na kwamba nimeomba, niwaambie jambo jingine. Ikiwa unapenda kuomba sala ya Bwana, ile sehemu inayosema utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, basi uanze kuliomba baada ya kuwa umesamehe wengine. Usilikariri hilo ombi. Mungu na atubariki.